أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuzieleza kwa ufupi rai zilioko katika kuifasiri aya ya kwanza ya suratul Inshirah, alam nashrah laka sadrak, na nikaijibu kwa maneno ya al-Allama Sayyid Jaafar Murtada al-Amili ile rai ya mwisho ambayo kwamba ilojaribu kufasiri alam nashrah kwa kisa cha kupasuliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeo hususan wasomi wa kidini au waliowahi at least kupitia katika madrasa yapokuwa wakasikilia chumba cha 3 na cha 4, waweza kulipata neno hili latumika sana katika utungaji wa Kiislamu. Sherehe, utasikia kuna sherehe ya kitabu fulani, sherehe ya Jurumi, sherehe ya robo, sherehe ya kadhaa. Nini maana ya sherehe tunavyoitumia katika utungaji? Ndio tutaweza kufahamu ni nini maana ya alam nashrah laka sadra. Baadhi ya wanazuoni, mfano tukimtukua kama al-Muhaqqiq at-Tusi, katika mafailasofu kubwa katika wanazuoni wa Kishia wa karni ya 3 au ya 4, aliandika kitabu akikiamkua Tajridul I'tiqad. Kitabu kitoto, kitabu chenyewe kilikuwa chaeleza falsafa ya Kiislamu na aqaidi, yani ideolojia za Kiislamu. Kitoto kitabu kile vile alivyokuwa Muhaqqiq Tusi amevama katika hizi elimu na ana uwezo wa kalamu, alikuwa amefinya mambo mingi kwenye kitabu kitoto kile na hakuna alilobakisha. Lakini wewe mtu wa kawaida ilikuwa ukikishika Tajridul I'tiqad huwezi kukielewa anena nini au alenga nini. Sasa baada ya Muhaqqiq Tusi akaya al-Allama al-Hulli, pia ni katika wanazuoni wakubwa na ni katika mafailasofu, ni watu wenye mikono mirefu katika uwanda wa ilmu za aqaid za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo akakisherehe kitabu kama hiki kwa ina akiamkua sharhu at-tajrid au sharhu tajridil i'tiqad, akawa au tukua mstari mmoja akiusherehe maana yake, akihitaji peji nzima, mstari mmoja au nusu ya mstari, ambao siwezi kuwarefushia. Kuna shairi moja imetungwa na al-Allamatu as-Sabzawari ajibu ishkali Mungu kwa nini akaweka mambo katika ulimwengu yanaoonyesha kama ni ufisadi, hayana mipango. Al-Allamatu as-Sabzawari ameijibu kwa shairi moja, vipande viwili. Wanazuoni wamezokuya kuieleza ile jawabu ya al-Allama as-Sabzawari imezofupishwa katika nini? Shairi moja, wamehitajia kuieleza kwa peji 5 au 6.
peji 5 hizo au 6 wewe ukipoa huwezi kuzifahamu, yani si maana imesahilishwa, imesherehewa. Hiyo sherehe wataka madarasa kadhaa mwalimu aketi pia akusherehe. Sasa ndio utaona watu wa zamani hususan wale walimu walikuwa wamevama, mtu aweza kutungia kitabu kurasa 6 peke yake, lakini kikasherehewa kitabu kile kikatoka peji 300, 400, 500. Manazuoni wa Kisuni pia wakaya wakakisherehe kile kitabu cha nani, cha Tusi Tajrid. Akaya mfano Al-Qoshoji katika wanazuoni wa Kisuni, naye pia akatunga kitabu akikiamkua Sharhu Tajrid, akisherehe kitabu cha nani, cha Muhaqiq Tusi ambacho kimefungwa na kitaka kufunguliwa. Sitaki niingie kwenye mada za sherehe, lakini nataka kuonesha neno sherehe la maanisha nini. Neno sherehe la maanisha kukifungua kitu kilichofungwa, sio kuzidisha, sio kuzidisha wala kutia yako, la. Kuna taaliki, kuna na sherehe. Kuna wakati mtu ametunga kitabu ukaona mambo mengine hakutia, ukataka kumuongezea, huambiwa umesherehe, huambiwa umemtilia nini, umemtilia taaliki. Na utasikia wanazuoni wengine ametia taaliki kitabu cha mwanachuoni fulani, yani ametadaraki yale ambayo ameyawata ule. Lakini sherehe si kuongeza yako, sherehe ni kuyafungua yaliyofungwa, na yale unayoyafungua yako. Si umenifahamu zuri? Hakuna kuongeza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati akituambia alam nashrah laka sadrak, au haifanyi kazi hiyo, au rabbi shrah li sadri, haimaanishi kwamba ule moyo wa mwanadamu au kifua chake kinachokusudiwa hapa chataka kuongezwa, kina upungufu. La, yamaanisha hii ruhu ya mwanadamu na nafsi ya mwanadamu ina siri kubwa, ni kama kitabu kimezofumbwa. Lau wataka kuichambua, yataka kazi kubwa, yataka zitabu kadhaa kuifungua hii ruhu ya mwanadamu. Wajua waweza kutukua nyama kilo moja, steak kipande kimoja, ukaitinanga ile nyama, yani ukaikatakata, na nyama ile kilo moja ulipokuya nayo, lau wataka kuiweka, nafasi inayohitajia yaweza kuwa pengine ni inchi 6 kwa 6 nafasi inayohitajia. Lakini ukaikatakata ile nyama, ukaikatakata, yaweza kutukua nafasi pengine ya futi 4 kwa 4 ukiisambaza ile nyama, na nyama ni ile hukuiongeza kitu. Na ndio hata katika lugha ya Kiarabu mtu aikatao nyama namna hii ni huambiwa tashrihul lahm, yani hutokana na neno la nini, la sharh. Na ile nyama imezokatwa huamkuliwa sharaih. Sharaihul lahmi ni zile nyama zimezokatwa. Sasa utaona sharhi ni kukifungua kitu cho yenyewe bila ya kukiongeza. Usiongeze vitu zako, sio uje na nyama nyingine uitie kwa yu, sio uongeze vitunguu, sio utie tomato, uambiwe umefanya sharhi. Uyapo ukatia tomato na vitunguu, utaambiwa umefanya tausia, umekikundua kwa kukiongeza kile kitu. Na ndio nikawaambia sharhi na tausia ziko na nini, na tofauti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati akinena alam nashrah, alikuwa aweza kunena alam nuwassi' laka sadrak, lakini hakutumia neno la wasi', kwa sababu neno la wasi' ni una nyumba yako ni toto, kuna kiploti pambizoni, ukakinunua ukakiongeza ukaikundua ile nyumba yako, hutoambiwa umeisherehe ile nyumba, utaambiwa umeiwasi' ile nyumba, kwa sababu umefanya nini, umeongeza. Sasa hii ruhu ya mwanadamu, nafsi ya mwanadamu, yani kimasafa yaweza kuwa
haipati robo nchi. Lau ni kitu kimaterial, ingawa si material, haipati robo nchi, lakini ni kubwa sana ndani, na imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa imefungwa, lau haifungua yashinda ulimwengu mzima. Ndio ule mshairi wa Kiarabu akawa amlaumu mwanadamu, amwambia atazamu annaka jurmun saghirun, wadai wewe kwamba ni tumbavu toto, yani ni kitu kitoto katika ulimwengu mzima. Mwanadamu utaona ni nothing, ni kitu nini kitoto sana. Atazamu annaka jurmun saghirun wa fika mtawal alamul akbar, lakini ndani yako waweza kukusanya ulimwengu wote waweza kutiwa ndani ya nini, ya ruhu yako. Si maana yani wataka kutunda ardhi kuitia kwenye yai, fahamiane sana, haingii, kwa sababu chombo ni lazima kiwe kikubwa kuliko kile kinachotiwa. Si maana ya wafika mtawal alamul akbar kwamba tutautunda ardhi tuitie ndani, la. Tuzungumze mambo kimateria, yani uwezo ulioko ndani ya ruhu yako, mambo yaliyoko ndani ya ruhu yako, lau yafanyiwa sharh, yasherehewa, yachambuliwa, itakuwa kupatikana ni makubwa kuliko ulimwengu wote hunu ulioko. Hii ndiyo maana ya sharhi ambayo yakusudiwa katika lugha ya Kiarabu. Nikifupisha, ni kukikundua kitu bila ya kuongeza, ni kukua kile kitu chenyewe ni kipanafu sana, ni kikundufu, lakini kimefungwa, chataka kufanywa nini, kufunguliwa, na zitakapokufunguliwa zitatoka ndani zote, hakutoongezwa kutoka nje. Ndipo pale Mwenyezi Mungu akamwambia mtumi wake, alam nashrah laka sadrak. Na ndipo pale Nabii Allah Musa alipomuomba Mwenyezi Mungu akimwambia rabbi shrah li sadri, si maana ya Mola niongezea mbavu au moyo wangu ni mtoto uongeze, wakati kwenda ukapiga chuma, kama masala ni ya kuongeza. Mbavu na ni kufanya kifua kile kipana zaidi. Wangalifungua mahala kukapijwa majiwe, ule atakaokuwa na kipana zaidi kifua ndio amepata hiyo sharhu sadri. La, si masala ya namna hiyo. Sasa baada ya kufahamu maana ya kilugha, hapa nitatupa suala hili nikitegemea pamoja na mambo yaliyopita. Niliwaambia kwamba kuna fikra mbili, kuna sharhu sadri, kuna na kinyume chake ni nini, ni dhiqu sadr. Kuna mara Mwenyezi Mungu hukukundua kifua kakisherehe, kuna na mara kufumbwa zaidi, ikawa kile kitoto kilioko kikazidi kuwa dhiki. Hizi ni mafuhumu mbili za Kiislamu. Hizi hupatikana katika mawanda gani? Yani ni mahala gani mtu aweza kuambiwa ahitajia sharhu sadri au amepatikana na dhiqu sadri? Ni mahala gani na gani? Wanazuoni watuambia ni sehemu mbili. Sharhu sadri au kinyume chake,
utakuwa na moya katika hizi mbili. Ukiwa na sharhi huna dhiki, ukiwa na dhiki huna sharhi. Mahala pa kwanza ni katika mawanda ya mapambano, katika kutangaza fikra unayoiamini. Ima utakuwa na sharhu sadri na utafaulu, au utakuwa na dhiqu sadri utafeli katika mawanda ya da'wa na tabligh. Na hapa sharhu sadri huwa ni kwa maana ya kutukua mazito. Ndio leo waambiwa fulani ana kifua kikundufu, ana moyo mkundufu. Kuna dhiki, kuna kutukanwa, kuna kukejeliwa, kuna kuandamwa kila namna, kwa sababu wewe wataka kuwaongoza watu. Sasa katika kiungo muhimu unachokihitajia kama kiongozi katika mawanda ya mapambano ni uwe na sharhu sadri. Na ukiwa na dhiqu sadri huwezi kuvumilia. Ndipo pale watu watakutukana, utajibu machafu, watu watakuzuma, na wewe utafanya mambo yasiokuwa na mipango saa nyingine, kwa sababu umekosa ile sharhu sadri. Kwa sababu ukiwa kiongozi ni lazima uwe na moyo mkundufu, na moyo mkundufu ni mara nyingine mtu anaweza kukutukana tango kwa kutukania mamako, wewe wataka kumuongoza yeye, na akakutukania mamako, ukaanguliwa mwana haramu, ukaanguliwa wewe mkhanithi, mwizi. Angalia ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikiambiwa ni nani? Mwandazimu. Lakini Mtume hakujibu na nyinyi mwandazimu au nyinyi mashoga. Hatukunakiliwa katika tarikhi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mapambano yake akitukanwa alikirudisha nini? Tukano. Kwa sababu gani? Alikuwa na ile sharhu sadri katika mapambano yake. Kwa hivyo nisingie kusherehe, nitakuwa kwa sherehe kwa urefu haya pointi moja baada ya moja, lakini katika sampuli ya kwanza au mawanda ya kwanza unayohitajia sharhu sadri ni katika mawanda ya nini? Ya da'wa na tabligh na zituko utakazokupambana nazo. Na kufaulu ni kuwa na sharhu sadri, na kufeli ni kuwa na nini? Ukiwa sadri yako ni dhaiq, ni maana huwezi kutukua watu, huwezi kuvumilia, ni mtu wa panic mara moja, hapo utafeli katika dawa yako. Pili, katika sehemu za sharhu sadri ni kama nilivyowaambia, elimu ya mwanadamu ina ndia nyingi za kumpitia zikafika kwenye store yako ya akili. Akili ni katika chombo cha kuweza kutuma nini wewe? Elimu. Na utumiaji wa chombo cha akili hautegemei imani wala kutokuwa na imani, utakwa wala kutokuwa na takwa. Waweza kuwa na takwa wewe tusa mbinguni, lakini ni huelewi kitu, kwa sababu hukuitumia uzuri akili. Naweza kupata jikafiri la mwisho, lakini ni profesa kubwa, kwa sababu akili imetupwa katika uwanda, kila mtu atumie. Ukitumia uzuri utafaulu, wewe ni Muislamu, ni kafiri, ni vipi? Kwa hivyo zombo za elimu kuna zilioko katika mikono ya watu, lakini kuna zombo za elimu za zile zipoa za Mwenyezi Mungu, ambao ndio hiyo maana ya sharh sadri ya pili. Maana ya sharh sadri ya pili huya ni katika mawanda ya maarifa, mawanda ya kupoa zipoa fulani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazitia ndani ya kifua chako bila ya kuzituma wewe, kutokamana na ile ikhlasi yako, kutokamana na ile takwa yako, kutokamana na kule kupindana kwako katika kuizengea haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo twaweza kugawanya masala ya sharhu sadri katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sharhu sadri katika mapambano, kuwa na moyo mkundufu. Sehemu ya pili ni sharhu sadri katika mawanda ya maarifa na elimu. Sasa nukta hizi mbili ndio ambazo kwamba tutaitukua moya moya. Mathalan, tutaanza na katika mapambano na huwa vipi,
na ni nani anaotoa huduma hii ya kuzikundua zifua, na mtu akiwa hako nayo akiitaka ataipata sampuli gani, na funguo zake ni zipi kiwa zimefungiwa kufuli zifua. Kisha tutoke twende katika sharhu sadri, katika mawanda ya nini, ya maarifa. Pia tuangalie ni vipi na atoao nani huduma hii na funguo zake ni zipi. Tukisha kumaliza hizi vitu ziwili, ndio turudi katika alam nashrah laka sadrak, tuangalie sharhi sadri inayokusudiwa hapa ni ipi katika hizi mbili, ni ya kupambana au ni ya kutiwa maarifa na kutiwa elimu. Nafikiri maishi na mimi uzuri. Tuande na nukta ya kwanza ambayo mimi nimeiamkua Kiarabu, sharhu sadri fil ibtila. Hii tutaita ni sharhu sadri katika maondo. Ndugu zangu Waislamu, mara nyingi wale watu ambao kwamba ni amilin, ni wafanyikazi katika uwanda, walingania Uislamu, walingania mwamko, walingania maendeleo. Hao watu ambao kwamba wamejitolea kuangata majukumu na magunia ya kuamsha watu, ya kuwaongoza watu, ya kuwaitia watu maendeleo, wakiweko katikati ya mazingira ya kijahili, ya ujahili. Uwe ni ujahili wa zamani, uwe ni ujahili wa leo. Pia leo huko jahilia. Jahilia si leo kata kina Abu Lahabi tu, lakini tuko na jahilia yetu pia sisi. Hawa katika mapambano yao hupambana na zikumo za nde kwa mataghuti na wasaidizi wao, zikumo za ndani kwa umma uleleo, kwa sababu kuamsha waliolala, kuwaongoza waliolala, watakutesa wao kwanza kabla ya kuteswa na wale ambao wewe wataka kupambana na wao. Ukitukua mfano Nabii Allah Musa alayhi salam, zikumo alikuwa akizipata kwa nani? Kwa Firaun na kwa Hamana. Hazipati 10% ya zikumo alokizipata kwa Bani Israila, ambao ndio watu wake upigana na wao. Firaun ataka kuwakomboa hao nani? Bani Israila, vile walivyokuwa wakimtesa nani? Nabii Allah Musa. Mara tutaka manni na salwa. Haya, manni na salwa uteremka kulani. Mara bana hizi zimetutokesha bana, sisi tutaka zakula bana, la nasbiru ala ta'amin wahid, tuwezi kusubiri chakula kimoya, tutaka min fumiha sibui wa basaliha paka zile waqitha ya tutaka zitunguu, tomato, zitango, pepeta, maharago, kunde ketizie siku zote ni mani na salwa zimetutokesha. Haya jamani, nendani basi, nendani kwenye muyo ukazifuatia. Mara sisi tutaka kukombolewa mui, nendani mkakomboe. Hatuwezi kupigana bana, nenda wewe na Mola wako, sisi ukungoja. Mkifaulu ndio mtuete habari na sisi tutakuya tu. Ndio maamko, watu wataka maamko wao walele kitandani, nyinyi pijanani, wakamtaka kushinda mwe mtuambie na sisi. Ndio Bani Israila, idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, sisi uangoja. Ndio leo utakuwa wewe umesimama wapiga mayowe wautetea umma, humtetei babako, wala kwa kiwanda kile cha babako kimezotukuliwa, wala utakirithi wewe kikirudishwa. Lakini utaona watu wakitizie piga mayowe ndio simpa shilingi ngapi huyo, mambo ni yale. Takapokuwa kikapatikana kile kitu ndio pale fanya kazi pale. Wewe ulikuwa wapi? Sasa utakuta tunao sampuli sisi za kibani Israila kiasi fulani. Kwa hivyo Nabii Allah Musa, mateso aliyoyapata kwa wale anaowatetea haki zao yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko mateso aliyoyapata kwa wale mataghuti ambao apambana nao. Huku mwandishi mbio yule mataka kuuawa,
Mtume awapigie simbo bahari ipasuke, mupate mvue, wale waangamize mkiwaangalia yao. Mai haya yakauka maguuni, wenda kutunda kigombe ukiabudu. Mai haya yakauka kwenye maguu, wamize kumsahau Mungu, wamemwona kigombe, wamekuwa humwabudu kigombe. Handa kuokolewa na wameona miujiza sasa yao simbo namna ipasuao mai. Takuta ni matatizo aliyopata. Kwa ufupi, sasa mtu yoyote anaungia katika kazi ya kuongoza, sawasawa wewe ni mitume au si mitume, kazi ya kuamsha, kazi ya kuleta maendeleo, ukiweko katikati katika mazingira ya kijahili, ni kazi ambayo kwamba yataka uwe na sharfu sadri, uwe na moyo mkundufu, wa ila utasarenda. Bereza kumwona mtu amesimama siku 2, 3, 4, 5, baada amefunga mizigo yake huyo, ubaki kutukana umma. Ada ni umma huno bana, nikuipasua moyo bana, kuamsha umma huno, fadhali ukaangalia shughuli zako ukafanya. Huyo ni mtu ambaye kwamba hakuna sharhu sadri, na si sifa ya kiongozi. Kiongozi ni lazima ubaki kwenye uwanda kivovote, hata kama utabaki na watu 6. Ni wajibu wako, ni jukumu lako. Na wewe kutoka ulipohitajika kuamsha umma, ni maana umma ulele. Sasa kana umma ulele, mimi nifanye nini? Na kama ulikuwa haukulala umeamka, tukakwambia usikamwe keti hoko uliko. Ikiwa lao tulikuwa tumeamka, wewe kufanya nini wewe? Kama alikuwa tumeamka, tungalikuwa kila mtu ayua jukumu lake, kila mtu ayua haki zake. Kwa hivyo hatuhitajika wewe kiongozi. Ndio utakuta sisi watu wa Amu, katika tatizo kubwa tulilonalo ni kwamba wasomi wetu hawana sifa ya sharhu sadr. Sisi tuna maprofesa bwana, tuna watu wamesoma mpaka wana shahada za uprofesa, tuna madokta. Kijiji ni kitoto sana hiki. Yeye ukiangalia kama anenao mwenye kunena, zama zote za Kiislamu zilioko Kenya, wakubwa watu wa Amu. Zama zote wakubwa watu wa wapi? Wa Amu. Ukiitukua Subkem ni Mwamu, ukitukua baraza la maimamu ni Waamu vijijini. Wingi walioko pale watu kutoka Majunini. Ukirudi ukitukua ile baraza la pili sijui Maamu. Ukiangalia chama cha Muhuri ukosi Muamu. Kwa nini tuwe hivi sisi? Hawa walioko kwenye zama, hakisha hisabu tuna maprofesa wangapi sisi? 5, 6, 7, 8 wako. Na ajabu wasomi hawa ukaketi nao ukajaribu kuambia huu umma wawahitajia nyinyi. Kwa nini nyinyi mmemaliza kusoma na nini mmeutupa huu umma? Bana watu bana watu wazito bana, nataka kuipasua moyo sasa. Moja katika maprofesa ambao kwamba ni wazaliwa wa hapa, amesoma hapa, ni kijana cha hapa. Siku moja alikuwa na kikao, mimi sikubahatika kuhudhuria kikao kama hiki. Wakati huu marhamu Said Hussein alikuwa uko hai, wakaketi yeye na marhamu na Ustadh Athmani, kuna na baadhi ya wengine, katika kujaribu kutaka kuwashawishi hawa wasomi wetu warudi wa uangalie hunu umma. Akasikiza jawabu alioitoa, aliwaambia siwavundi moyo, endeleani nyinyi, lakini hunu umma hauna tamaa. Sasa utampata mtu kama huyu msomi profesa, tayari yeye ashakata tamaa na hunu umma. Na si kweli, hakuna kukata tamaa. Sifa ya kukata tamaa si sifa ya Muislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametukataza kukata tamaa, bali amenena watu wenye sifa ya kukata tamaa ni makafiri. Mara nyingine katika aya tofauti,
mbalimbali, la taqnut min rahmatillah. Sasa ndio utaona dhiki tulionazo leo sisi ni hizi. Leo sisi twapekeshwa na watu wasistahiki kutupekesha, hatuna mwongozo. Sisi barobaro wingi wameamka, lakini hatuyui tufanye nini, kwa sababu tutafuta msomi. Na mimi nikinena msomi sineni msomi wa form 4, taka tufahamiane sana. Sio mtu amekuwa bado wewe ameweza kuwa ni msomi, ameweza kupatika gazeti nyuma ya mfuko wa nyuma, wewe hawezi kutuongoza. Kwa sababu tatizo kubwa sasa yao kuna suala, tutafanya nini na tutaanda wapi? Tunataka mfumo ambao utatoka kwenye akili itakao kusoma huno umma imezokomaa, ikatwambia tutaanza hapa, na hii ndio step ya kwanza, na hii ndio step ya pili, na watuongoze. Si masala ya kuendewa tu tumeeliwa na mbunge yuzina yana, huyo ataita maendeleo. Una hakika gani ataita maendeleo? Mtu hatumuyui. Licha kumuyua, twaweza kuwa sisi mtu twaishi naye. Kama mimi yuzi nikiwaambia baadhi ya barobaro, aweza kuwa mtu mimi ni rafiki yangu, tumeinukia kutoka mtoto, na akiadia akisimama ubunge siwezi kumpa kadi yangu ikiwa siyamjaribu katika nyanja za uongozi. Ni marafiki alhamdulillah, tumeishi kutoka chuoni, tumesoma madrasa, tumemaliza madrasa, tumeteza mpira pamoja, lakini siyamjaribu katika uongozi mdogo mimi, na namuyua kwa sura ule mtu, na namuyua kitabia. Lakini yo kuna watu wamejaribu kuishi na mtu aweza kuwa si marafiki. Tumejaribu, tuko skuli, tumeingia katika zama, tumejaribu kumpa uchairman, tumejaribu kumpa treasurer, tumemuona katika shilingi 10,000 hakuaminika amepiga shilingi ngapi? 2,000. Tumefahamiana. Tumemuona katika shilingi 10,000 ni mwaminifu, tukajaribu tukampa cheo kingine, tukamuona katika 50,000 ni mwaminifu, tukajaribu tukampandisha, tukamuona kwenye 100,000 ni mwaminifu. Hivyo hivyo huyo mtu baada ya miaka sisi tunaweza kumwambia wewe sasa tuamini kukupa chombo, na pia yuao ni Mungu. Hatuwezi kuwa na hakika 100%. Al-Imam Sadiq alayhi salam alipokuwa ukizie na maswahaba zake, wakawa hutukana watu wenye senti, kale ule ameharibika, ule una senti, ule umepotea una senti. Al-Imam Sadiq akamwambia taratibu, a'uridat alayka ad-dunya, umewahi wewe kupoa ulimwengu ukajua utakuwa yeye? Watu yao kwambia karuni fulani, mngalie kama alikuwa mimi, kama ulikuwa wewe ungalifanya zaidi ayafanyayo ule. Ndio al-Imam Sadiq amwambia mahlan, taratibu, a'uridat alayka dunia, mewahi wewe ukatupiwa yao kama 10 million kambioni zako, siku hiyo ukaangalia usiku utalala kwa swala, utalala yeye ghafla namna hii, ukaambiwa briefcase hizi yao ni zako. Itest, jiulize nafsi yako, yani inna balil insanu ala nafsihi basira. Uketi wewe na nafsi yako waweza kujua ukweli wako. Itest wewe, kuna siku umewahi pengine shilingi 10 tu yao katika amana za mtu kama umesahau, umewahi kumlalia, taijua tu kwamba mimi sikuweza kuwa mwaminifu wa shilingi 10. Test umekwenda dukani kununua kitu, ikatokea bahati mbaya tu mwenye duka akakurudishia senti nyingi, ikawa 100 imezidi, ulirudisha ile? Uliweza kuwa mwaminifu kwa ile 100 tu? Ndugu zangu Waislamu, utakuta tatizo letu hatuko na wasomi wa mazokomaa na wenye uzalendo na hunu umma na hunumui ambao kwamba watasimama kutupa muongozo na washikane na wengine twendeni. Ndio tutakuta leo tuko tutu kwa ufu. Ndio wale jamaa atakwambia tumekuwa umpeka huyu tukimrudisha huyu, wengine nzi hoja, wengine kadhaa. Nani sasa tumpeke? Wasomi tumeutupa umma, na wale ambao kwamba hawakuutupa umma kwa kuvundika moyo wamekuwa ni vibaraka katika mikono ya matawuti, upekwa huku wakirudishwa huku.
elimu yao imekuwa haina qima chochote. Ndio utakuta tatizo la nini, la sharhu sadr katika mapambano. Na ndio utakuta mitumi wenyewe, hata sisi, mimi na wewe, mitumi wenyewe walikicha jambo kama hili lisiwapate. Walikicha si kwa maana kucha khawafi, yani kwamba atakimbia uwandani, yani walikicha wasie katika kuongoza na kuizwa wakaya wakavundika moyo. Mwanzo mapema walikishtakia kwa Mwenyezi Mungu awape nini, sharhu sadr, waweze kuwa na moyo wa kuangata mazito. Wafikiria shekhe, wewe wataka kuwaongoza watu, umekwenda kwenye mui utukuzie wema, wataka kuwapekea, umeinama watu watukue choo changamia wakuweke yule kitwa chako, kama wewe ufanya nini na nyumba iliyoko katika mui ule huizanya, katoka kaenda kazengea mahala pangine kaketi. Ama ni urongo jamani? Ndio ile Mtume anatuambia mfano wangu mimi na nyinyi ni mfano wa pandi, na mtu uketizie huwakingiliza wale pandi wasingie kwenye nini, na pandi huivurumiza kwenye nini, na wewe unabidi pandi asingie kwenye moto, sikuatilia mbali kwenye moto wote kama sisi. Lakini utaona jasho humtoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule pande beruka kwa kule hukinga, wewe usingie motoni, ala huku kuna moto, wewe usingie motoni, huku kuna moto, taratibu usie kwa huku, hana patacho apijana yeye, wewe usingie wapi? Motoni. Ataka moyo mkundufu shekh, wa ila utantokomeza kabisa. Kama usuna haraka hayasikilia usukuma ndani, aingia usoni uko kwenye moto. Ndio utapata Nabii Allah Musa kama inavyotwambia Qur'ani, wa idhnada rabbuka Musa, wakati Mwenyezi Mungu alipomlingania Nabii Allah Musa, ani'til qauma dhalimin, nenda kwa madhalimu sasa ukafanye kazi. Madhalimu hao ni nani? Qauma Firauna ala yattaqun, nenda kwa Firaun, hawati mkuu hao kawalinganie. Angalia Nabii Allah Musa haraka alienda kulalamika, anena nini? Qala rabbi inni akhafu an yukadhibun, akamwambia Mola, mimi nachelea hawa wasie wakanikanusha. Si maana atatapijwa Nabii Allah Musa, msinifahamu makosa ikawa mtaona Nabii Allah Musa amefanya madhambi. La, hachi kupijwa, yani acha asende akatumia juhudi zake zote, na hapo wasimuamini, na mwisho wavundike moyo waatilie mbali. Amwambia inni akhafu an yukadhibun wa yadhiqu sadri, ikawa mimi kisha nitavundika, nitapatikana na dhiqu sadri, sitokuwa na sharhu sadri, wa yadhiqu sadri wala yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Umtumilizi naye Harun, tukasaidiana, at least aweza kunipana mimi moyo. Kivundika moyo mimi akanambia twende, akivundika yeye na mimi nikamwambia twende. Na ndio alipotumilizwa Nabii Allah Harun, wakawa wawili, wakarudi tena wakanena maneno haya wakanena wakati walipoambiwa idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Nendani kwa Firauni, amepotea, mwambieni maneno tamu laini, wenda akaedheka au akamcha Mwenyezi Mungu. Qala, wakanena Nabii Allah Musa na Nabii Allah Harun, rabbana innana nakhafu an yafruta alaina au an yatgha, sisi tuacha yale asiye huyo akatoka kwenye mipaka na akazidi kuingia kwenye utughuyani. Qala, Mwenyezi Mungu akawaambia, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, yani niko katika kuwapa support na naona wakati mnapohitajia nitawapa. Asma'u wa ara. Sasa huyu ni nani? Nabii Allah Musa.
Ukiwa kupata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pia Mwenyezi Mungu alikimtahadharisha asipatikane na sifa ya dhiku kwa zile vituko zilikuwa zikimkabili katika dawa. Ndio Mwenyezi Mungu katika surati Hud akawa amwambia Mtume, fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sadruk, enda wewe ukawata hii kazi na ukawata yale baadhi uliotumilizwa, na kifua chako kikawa kitangia nini? Dhiki. Kwa nini? An yakulu, wakati wakianda hawa zile zao sasa, wakianda kukosoa, wakianda kutuma propaganda, wakianda kuzua uzushi, wakianda kunena maneno ya kila sampuli yatakutia dhiki wewe. Mambo kama haya, an yakulu laula unzila alayhi kanzun au jaa ma'ahu, unayotutia dhiki tunayotuambia kuna Uislamu. Kama kweli uteremshiwa wahi kutoka mbinguni, asingetarisha senti maskini roho yake zile propaganda. Huyo baada ya ono swahafu ateremshwao, kwa nini asiteremshiwe senti kama Mungu ampenda sana? Mwenyezi Mungu amwambia wewe utakuwa na dhiki, lakini nenda mbele usiche. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.